Yeah, bwana mambo vipi? Bwana mmoja kati ya trending stories this time online kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali hapa nchini na duniani kote. Bwana ni kuhusiana na sanamu la Statue of Liberty. Bwana sanamu hili lililopo nchini Marekani. Usobama. Bwana sanamu hili bwana inasemekana kwamba limeweza kuvunjwa na upepo. Upepo ulikuwa mkali sana pande hizo hapo. Zikapelekea sanamu hili limevunjika. Bwana wengi sana walikuwa hawajui maana ya hili sanamu lilikuwa ikuaje au sobare. Sisi JR nipo hapa nimekuandalia historia fupi ya sanamu hili lilivyoundwa mpaka likakamilika. Bwana Statue of Liberty ni moja kati ya masanamu makubwa zaidi duniani, na hivi sasa tunavyoongea limeweza kuvunjika kutokana na upepo huo mkali ambao umevuma huko pande za Marekani. Bwana sanamu la Statue of Liberty linamaanisha sanamu ya uhuru. Bwana hii ilikuwa ni zawadi kutoka kwa watu wa Ufaransa wakiwapatia watu wa Marekani. Bwana sanamu hili bwana jinsi lilivyoundwa, sanamu hili limeundwa kwa picha ya mwanamke ambaye mwanamke huyu alikuwa amevaa vazi la Kirumi, na mkononi mwake kwenye mkono wa kulia bwana alikuwa ameshika taa kubwa, ambayo taa hii hapa yenyewe inawakilisha au inamaanisha kwamba mwangaza wa uhuru. Bwana hili bwana ilikuwa ni zawadi kutoka kwa watu wa Ufaransa kwenda kwa watu wa Marekani baada ya Marekani kupata uhuru. Bwana baada ya hapo sanamu hili bwana na lenyewe lenye huyu mwanamke ambapo mkono wake wa kushoto ameshika kitabu ambacho kitabu hicho bwana kina tarehe ambayo ni tarehe ya uhuru wa nchi ya Marekani. Bwana kama tunavyojua kwamba Marekani bwana wao walipata uhuru mnamo Julai 4 mwaka 1776. Kitu kama hicho sobana, na chini ya miguu yake kuna minyororo iliyovunjika, hii ikiwa ni ishara ya ukombozi ambao Marekani waliupata. Bwana vipande hivyo bwana inasemekana sanamu hilo lilitengenezwa nchini Ufaransa ambapo vipande vilikuwa zaidi ya 350, ambapo baada ya kutengenezwa sanamu hili na kukamilika nchini Ufaransa, sanamu hili bwana likasafirishwa, na inasemekana kwamba lilisafirishwa kwenye masanduku zaidi ya masanduku 214, na masanduku haya bwana yalisafiri kwa meli kupitia bahari ya Atlantic mpaka yakafika New York. Bwana sanamu hili bwana ni ishara ya uhusiano mzuri uliopo kati ya Marekani pia na Ufaransa. Sanamu hili bwana lilibuniwa na jamaa mmoja anaitwa Frederick Barthold. Alikuwa ni Mfaransa ndiye aliyebuni, lakini pia mkandarasi aliyetengeneza ni Eiffel Paris. Bwana walishirikiana bwana mpaka kutengeneza sanamu hili. Sanamu hili bwana lilikamilika mnamo mwaka 1884 huko nchini Ufaransa, na baada ya kukamilika sanamu hili lilisafirishwa mpaka Marekani ambapo lilifika na likafunguliwa rasmi Oktoba 28 mwaka 1886 huko Marekani. Bwana wengi sana walikuwa wajui kuhusu sanamu hili hapa. So bwana hiyo ni historia fupi ambayo imetengenezwa. So bwana hii hapa imeandaliwa na MCJR, lakini nyuma ya hii video yupo mwanetu PM The Lil anawakilisha vizuri sana kwenye kazi kama hizi.